Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Basi natumai ya kwamba tunaendelea vizuri. Natumai katika injili zetu unazidi kujifundisha mazuri kabisa na kuendelea kubarikiwa. Na nazidi kukumbusha kwamba mpendo wangu, iwapo utaona ya kwamba hizi injili hazitakupendeza, basi haina maana ya kuweza kutazama wala kusikiliza, kwa sababu hata ukisikiliza wala kutazama haitakusaidia na kitu chochote, kwa sababu tayari hujaweza kuyanakili na kuyaweka ndani ya moyo wako. Lakini kama yatakubariki, kama yatakutia nguvu, kama yatazidi kukuongoza, basi wewe zidi kuyaingiza ndani ya moyo wako na kuzidi kuwafundisha pia na wengine, ili pia na wao wazidi kuendelea kuinuka. Karibuni sana wapendwa wa Yesu mnaonitazama kwa wakati huu, wachungaji wenzangu, marafiki zangu, mandugu zangu, pamoja na wale wote wanaofanya kazi katika nyumba ya Bwana. Mwenyezi Mungu awabariki sana na awatie nguvu. Nyinyi ni watu wa dhamana kubwa sana kwangu. Ndio kwa maana muda wote napenda sana ninapokaa kidogo niweze kuzungumza na wewe hapa mtandaoni, ili usiboeke, usikuwe na fikira mingi, usione kwamba Mungu amekusahau. Hapana. Ni vile tu haufuati sheria ya Mungu ndio kwa sababu unateseka. Ni vile tu haufuati sheria ya Mungu ndio kwa maana hauna kazi. Ni vile tu ufuate sheria ya Mungu ndio kwa sababu hauna ndoa. Ni vile tu haufuati sheria ya Mungu ndio kwa sababu mume wako amekuacha, mke wako amekuacha. Hivi vyote vinafanyika kwa sababu unasipuuzia mbali sheria za Mwenyezi Mungu. Hata mimi nilipokuwa hapo nyuma, nilipokuwa sifuati sheria za Mwenyezi Mungu, basi nilikuwa na matatizo ya ndoa, nilikuwa na matatizo ya kikazi, nilikuwa na matatizo ya kimaisha. Lakini nilipogundua kwamba siri ni kufuata sheria za Mungu na kuweza kumpenda Mungu kwa akili zangu zote, na kumpenda Mungu kwa nguvu zangu zote, na kumpenda Mungu kwa maisha yangu yote, na kujitolea kumweka katika ndani ya roho yangu, hakika Mungu halizidi kunipenda na kuniongoza kwa kila jambo. Ndio maana jinsi nilivyo ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ubarikiwe sana wewe unazidi kunifuatilia kila wakati. Wewe unazidi kulike video zangu. Nazidi kukuombea huo mkono na utumikia kulike zile video. Wacha huo mkono kaweze kubarikiwa siku zote, kwa kuwa unaniunga mkono. Unapolike hiyo video ni sawa na kuniambia amina, tuko pamoja na neno la Mungu liendelee mbele, na iwe hivyo hivyo. Unapokomendi basi ninajua ya kwamba mambo hayo yote yanaweza kuingia ndani ya moyo wako na yataweza kukusaidia, yataweza kukuongoza. Unapomtumia mtu mwingine, ninafahamu ya kwamba umeyanakili. Sasa una uwezo wa kutangaza injili kama jinsi mimi ninavyotangaza injili. Maana unavyokuwa huru wa kulisikiza neno la Mungu, Roho Mtakatifu yuko tayari kwa ajili ya kukutawala na kufanya kazi ya Mungu ndani yako. Basi tunavyozidi kujiuliza maswali ya kwamba katika injili yetu ya Marko sura ya 10 mstari ukiwa wa 6 hadi mstari wa 9, ambayo inazungumzia ya kwamba hapo mwanzo ulimwengu uliumbwa na Mungu akaumba watu wawili. Hawa watu wawili walikuja wakafanyika kuwa mwili mmoja, na hawa watu wawili waliweza kutengana na wazazi wao, wakakuja kujitengeneza, wakaitwa mwili mmoja. Hawakuitwa tena watu wawili, na Mungu akasema kwamba halichokiunganisha yeye mwenyewe asije akakitenganisha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi karibuni sana katika hii sehemu yetu ya 3. Tunazidi kujifundisha hadi time tutakuja kujua ya kwamba utamu wa hii injili unatoka sehemu gani. Tutakuja kukundua kwamba ni kwa nini ndoa zetu zina mvutano, zinasoroteka kila mara, tunahangaika. Ni kwa sababu gani? Nilikuwa nimeuliza ya kwamba ni kwa sababu gani wewe baba, wewe mama una simu ya mkononi, lakini huwezi ukamwambia mke wako siri ya password yako. Huwezi ukamwelezea mume wako siri ya pini yako ya simu. Lakini mnapaswa kujua ya kwamba mnapokaa pamoja mkiwa watu wawili, nyinyi ni mwili mmoja, nyinyi sio tena watu wawili. Kama hii ndoa ndiyo ndoa kweli iliweza kuunganishwa na Mwenyezi Mungu, hii ndoa kwa ajili iunganishwe na Mwenyezi Mungu, ina maana ya kwamba nyinyi mpo mwili mmoja. Unastahili kumkabidhi mke wako password yake ya simu.
unastahili kumkabidhi mume wako password yako ya simu, kwa sababu kama hii simu ni ya kwangu, mimi ni mwili mmoja, mimi ndiye niliyetuna sababu kubwa ya kuweza kujua pini yangu ya simu. Kama sasa tupo ndani ya nyumba na sisi ni mwili mmoja, kwa nini mwanamke wangu asijue password yangu? Kwa nini mwanaume wa kwangu asijue password yangu? Kwani tena bado tuko mili miwili ndani ya hiyo nyumba. Mpendo wangu, kama hiyo ndoa iliidhinishwa na Mwenyezi Mungu, kuanzia leo na kesho, sio ya kwamba nakuamrisha, sio ya kwamba nimekulazimisha, sio ya kwamba nimekusukuma, sio ya kwamba nimefuatilia umbea. Hapana. Kama unampenda mke wako, kama unampenda mume wako, na mmefanyika kuwa mwili mmoja, mmevalishwa pete, mmelishwa keki, mmekunywa wine kwa pamoja, wachungaji wamekula kwenu, watu wamesherekea kwa ndoa yenu, wamesherekea kwa harusi yenu, mkabidhi mke wako password, mkabidhi mume wako password ya simu, maana simu zimevunja ndoa nyingi. Tunavizungumza na wewe muda huu, ndoa yako imevunjika kwa sababu ya simu, sio kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu ya simu. Upo kanisani unahubiri Injili, unammezea dada fulani mate. Upo kanisani unahubiri Injili wewe mama, lakini unammezea kaka fulani si. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi unapaswa kuelewa kwamba kile unachokifanya, unakifanya kile usichokifahamu, na kitakupeleka mbali, kitakuharibu, kitaiharibu nyumba yako, kitaharibu ndoa yako. Sasa cha muhimu, ili tuweze kuelewana, fanya jinsi ninavyokuambia. Jaribu kuanzia leo, tafuta mahusiano bora na mke wako na mume wako, ili mpate kuelewana, ili mpate kuishi maisha ya furaha ya upendo, ili ule upendo wa kwanza urudi. Maana mlipokutana kwa mara ya kwanza, ulimpa password yako, ulimpa pini yako, lakini vipi sasa imefikia wakati umezifunga zote? Unapokwenda kuitangaza injili ya Bwana pale madhabahuni, unakwenda kutangaza injili kwa ajili ya kuokoa watu, lakini badala ya kutangaza injili unakwenda kutangaza uasherati. Badala ya kutangaza injili unakwenda kutangaza uzinzi. Badala ya kutangaza injili unakwenda kutangaza ukahaba. Mambo yote unayaeneza pale madhabahuni ni mambo ambayo hayafurahishi kabisa. Mpendo wangu, jambo la muhimu, ili nikusaidie, ili nikuweke huru kuanzia sasa, kama mke wako unampenda ama unampenda mume wako, hebu muonyeshe password ya simu yako, ndio tuweze kujua kwamba hiyo ndoa iliweza kuidhinishwa na Mwenyezi Mungu ama iliweza kuidhinishwa na mwanadamu. Kuna ndoa ambazo zilisimamishwa na wanadamu. Ndoa iliyosimamishwa na mama ndiye atakayetenganisha hiyo ndoa. Kuna mtu anaishi na mke wako kwa sababu ya mama. Kuna mtu anaishi na mume wake kwa sababu ya baba, kwa sababu ya ndugu, kwa sababu ya dada, kwa sababu hii ndoa iliidhinishwa na mama yako. Iwapo mama yako ataweza kumkataa mke wako, basi itabidi kupitia kwa mama hiyo ndoa ivunjike, kwa sababu mama ndiye aliyeisimamia ndoa yako, sio Mungu. Kwa kuwa hii ndoa iliweza kusimamiwa na baba, basi baba ndiye atakayesababisha hii ndoa ivunjike. Kama kijana hautakosa kufuata maagizo yanayostahili kwa baba yake msichana, baba ana mamlaka ya kumwamuru msichana na kumwambia kwamba rudi nyumbani kwa haraka iwezekanavyo, maana mume wako hataki kufanya jinsi unavyotaka mimi. Baba ndiye aliyeidhinisha hiyo ndoa isimamishwe hivyo. Lakini kama ni ndoa ambayo iliweza kusimamishwa na Mwenyezi Mungu, hakuna mwanadamu yeyote atakayeweza kuitingisha wala kuiangusha, na Mungu hawezi kuiangusha, manake yeye ndiye aliyeweza kuisimamisha, na umesha kuwa mwili mmoja. Mpenda wangu, natumai unaendelea kubarikiwa na Mungu anaendelea kukutia nguvu. Niite mchungaji Luka Sefania. Tukutane katika sehemu yetu ya 4 ili tuelezeane mengi zaidi. Barikiwe sana mpendo wa Yesu. Shalom.